Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kuna swali huwa linaulizwa kuhusiana na kuifanya chumvi kuwa ni kinga, kuitumia chumvi kama kinga ya nyumba. Wanasema kinga kutokana na wachawi au na mashetani, pale mtu anapoimwaga katika eneo la nyumba yake au katika milango. Swali linasema ni nini hukumu ya sheria ama fatwa ya sheria kuhusiana na matumizi haya na itikadi hii. Tunasema hili ni swali la kiitikadi kwa sababu linazungumzia athari ya kiitikadi, kwa sababu sio athari ya kihisia bali ni athari ya kiitikadi. Na hapa namaanisha athari kwamba chumvi inazuia mashaitani ama inafukuza mashaitani, inazuia uchawi ama inabatilisha uchawi. Tunasema ni jambo la kiitikadi kwa sababu sio jambo la kisayansi. Huwezi kuprove kwa sayansi, au hiyo athari huwezi kuiona kwa macho, huwezi kuisikia, huwezi kuinusa, huwezi kuionja, huwezi kuigusa. Kitu ambacho hakiwezi kudirikika kwa milango mitano ya fahamu, au ongeza 6 kwa vifaa vya kisayansi, kitu hicho kinaitwa ghaibu. Kama ni athari, tunasema atharun ghaibi, ni athari ya kighaibu. Na kile kinachodirikika kwa milango mitano ya kifahamu au ya ufahamu, au kwa vifaa vya kisayansi vinavyosensi, tunasema hadha amrun hisi. Hili ni jambo la kihisia. Jambo la kihisia ni lile ambalo unaweza kulihisi kwa jicho, kwa sikio, kwa pua, kwa ulimi, au kwa kugusa, au kwa vifaa vya kisayansi. Kanuni ya dini anasema hivi: kuthibitisha jambo ambalo lina athari ya ghaibu, athari yake haionekani, ni unaitakidi tu, hadha yahtaju ila dalilin shar'iyyin. Hili jambo linahitaji ushahidi wa kisheria, ushahidi wa kidini kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani tupate katika Qur'ani au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa sababu gani? Kwa sababu qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaibu, jambo lililofichikana, isipokuwa Allah peke yake. Maana yake ni kuwa ukitaka kuthibitisha jambo la ghaibu ni lazima liwe linatoka katika ile chaneli au kutoka kwa yule ambaye ana hazina za mambo ya ghaibu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah. Kwa Mwenyezi Mungu Jalla wala kuna funguo za ghaibu, hapana anayejua isipokuwa Allah, hapana anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Ikiwa tutafungua mlango wa kuthibitisha jambo la ghaibu, jambo la kuitakidiwa tu bila ya ushahidi wa kidini, maana yake tunakuwa tumefungua mlango wa hatari sana kwa upande wa kiimani. Mtu anaweza akasema tutahalalisha watoto kuvaa ngozi au kucha za bundi au manyoya ya bundi au najisi fulani. Kwa hoja gani? Kwa hoja kwamba hiki kitu akifungiwa mtoto kucha za bundi zinamkinga, akifungwa na manyoya ya bundi au kitu kingine vinamsaidia, tukichinja mnyama tukakata ngozi tukamfungia mtoto inamsaidia, tukichukua kitovu cha mtoto tukamfunga nacho kinamkinga. Tutathibitisha yani bila ya mipaka, tukiwa tunatumia hoja ya experience. Unafahamu experience na tajruba ni katika mambo yanayoonekana, yani unafanya experience
na tajruba na experiment. Nini majibu yake yakitokea unayaona, ni hisia, unakuwa uko comfortable na unakuwa haujatoka katika wigo wa akli na sayansi, na hilo ni jambo linalokubalika kisheria na hakuna madhara katika mlango huu. Ama ukianza kuthibitisha vitu ambavyo havionekani, vitu vya ghaibu, alafu ukataka kuvithibitisha kwamba hiki kitu ni dawa, athari yake ni ya ghaibu, ukathibitisha, unakuwa umefungua mlango wa kuchezewa na mashaitani. Unafahamu kilichowafanya watu wathibitishe itikadi ya mizimu ni kwa sababu mashaitani waliwaotesha, wakaja kwa sura ya babu. Mtu aliyefariki ni ghaibu. Nini yale unayoyaona wakati umelala ni ghaibu, sio kitu halisi, yani sio kitu cha kisayansi, ni kitu cha kighaibu. Kwa hivyo ukithibitisha kwamba aliyekuja ni babu yako, akataka jina lake, akataka mtoto au mjukuu apewe jina lake, kwa hivyo alipokuwa hakupewa jina lake, mtoto amepata madhara kwa sababu amedhuriwa na babu, na alipopewa jina la babu tukasema madhara yameondoka kwa sababu babu ameridhika. Tulikuwa tunathibitisha jambo la kighaibu ambalo limetupelekea kuzalisha kitu feki kabisa, na shaitani anawachezea sana wanadamu kupitia mlango wa ndoto ambao ni mlango wa nini? Mlango wa mambo ya ghaib. Kwa hivyo ikajikariri na ikajirudia. Mtoto hakupewa jina la babu yake, ameugua, alipopewa jina la babu yake akapona, na mwingine na mwingine na mwingine. Watu wakasema eti hiyo ni tajruba na ni experience, ikawaingiza watu kwenye itikadi ya mizimu. Kwa hivyo wakaitakidi nyuma yake mambo mengi, kwamba babu kama alikuwa anatumia tumbaku, ukiweka tumbaku katika kaburi lake unamridhisha. Kama alikuwa anakunywa pombe, ukimwaga pombe katika kaburi lake inamridhisha. Na usipofanya hivyo unamuudhi. Ikazaliwa itikadi kwamba mtu mambo yake yanaweza kuwa ni magumu kwa sababu mababu wamekasirika, na mambo yake yatafunguka ukiwaridhisha mababu. Kuwaridhisha kwenyewe ni kwa njia ya kuabudu na kuwaomba na kutoa sadaka, na haya ni mambo ambayo yanakwenda kinyume na itikadi ya dini. Kwa hivyo kuthibitisha jambo la ghaib. Turudi katika mada yetu. Chumvi, unaposema chumvi inafukuza wachawi, inafukuza majini. Je, sisi tunaweza kuthibitisha kisayansi? Shetani anaweza kuwachezea watu katika kitu ambacho ni cha ghaibu, kimefichikana, akawaitakidisha jambo ambalo halipo. Shetani anaweza akaja mtu akamwaga chumvi usiku, shetani akaja akapiga makelele ili nyie muitakidi kwamba mchawi amekamatika, akawaotesha kwamba mchawi amepata madhara kadha na kadha. Na wao kweli wanaweza wakapambana na wachawi, alafu pengine mchawi kesho akaja akasema bwana, naomba samahani, lakini sio chumvi. Sheitani amepita nyuma ya chumvi akaingiza itikadi nyingine. Sababu ya sisi kuingizwa na sheitani katika mtego huu ni nini? Kwa sababu tumefungua ni kuthibitisha jambo la ghaibu ambalo hatuwezi kuconfirm, hatuwezi kuthibitisha. Kwa hivyo sheitani atatuchezea kupitia haka kamlango, ndio sheria ikakafunga. Hata ukimwambia mtu hirizi haikusaidii, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambidha fa innaha la taziduka illa wahanan, itupe hii hirizi haikusaidii isipokuwa inakupa udhalili. Wasa nini? Mtume Muhammad sallallahu, watu wanaitakidi kinyume na hivyo katika hirizi, wanaitakidi kwamba ina manufaa gani Kwa hivyo usithibitishe jambo la ghaibu. Ukifungua mlango huo utakuwa umefungua mlango mgumu sana, na utakuwa umefungua mlango wa kuchezewa na mashaitani watapeli. Ndio katika dini watu wengi wametapeliwa. Nisiseme katika dini, sio fasaha, katika nini, kupitia nini, kwa madai ya dini, kwa madai ya kujinasibisha na dini, kwa madai ya kujinasibisha na ushehe, kwa chaka la dini. Watu wamejificha nyuma ya dini,
wakaleta mambo mengi. Mtu anaweza akamwangalia mtu akasema wewe ukioana na fulani au ukifanya biashara fulani hutafanikiwa, wewe umebakisha siku kadhaa tu. Kwa hivyo tusithibitishe. Sheria ilikuwa imetuhurumia sana iliposema tuishi kwa mujibu wa sayansi, kwa mujibu wa mambo ya hisia. Tukitoka katika ulimwengu wa hisia tukienda katika ulimwengu wa ghaibu, basi iwe ni kwa taarifa ya ghaibu kutoka kwa yule ambaye anajua ghaibu, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo fatwa ni kwamba haijuzu kutumia chumvi au kuitakidi chumvi kwamba inafukuza wachawi au majini, kwa sababu hilo hatukulithibitisha kisheria. Hakuna Qur'ani wala hadithi inayothibitisha jambo hilo, na tulipokuja katika sayansi sisi hatuoni. Tukifungua huu mlango ndio tutafungua milango mingi. Usimwage maji wakati wa usiku, utapata na madhara. Usiseme chumvi wakati wa usiku, utapata na madhara. Utafungua mambo mengi na utazifanya akili. Kuna wakati zinaishi kitaaluma, kuna wakati zinaishi kibubusa na zinaburuzwa. Ama kama mtu amefuata sayansi au amefuata dini, tunasema hapa haburuzwi. Ama akiacha dini, hoja ya dini, na akaacha hoja ya sayansi, atakuwa anaburuzwa. Ndio kuna watu ni wasomi sana kama vile wa Korea, wa Japani na Wahindi na wengine au na watu wote duniani. Unaweza kuwakuta wasomi katika wao ni wasomi wamebobea katika sayansi, lakini unakuta mtu ana kauzi fulani, anaitakidi kwamba kana kauzi fulani au kabangili fulani kanamletea mali, kanamkinga. Kivipi sasa? Ni vipi huyu mwanasayansi anaamini vitu kama hivi? Ni vipi anaamini kwamba ng'ombe ni Mungu wake? Ng'ombe anaweza kumpa baraka. Ng'ombe akinywa mkojo wa ng'ombe, akikojolewa na ng'ombe, akilala kwenye kinyesi cha ng'ombe, anapata baraka na anapata manufaa. Kivipi sasa? Na huyu ni mwanasayansi na ni msomi, kwa sababu katika engo hii hakufuata kanuni sahihi ya dini. Amefuata jambo ambalo sio sayansi wala sio hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naomba udhuru, si fasaha wa kile ninachotaka ukisema. Nadhani kwa maneno ya mzunguko na kurudia mtakuwa mmenielewa. Ruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, huenda mtu akabeba message akamweleza mtu mwingine akawa anaielewa zaidi na anaweza kuielezea zaidi. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.